Kwa hiyo hawezi kuendesha nchi kama nchi haina mapato. Na sehemu yoyote au nchi yoyote ambayo ina uchumi imara, mamlaka yake inakusanya kodi vizuri, ni sehemu ambayo hata maendeleo ya nchi yatapatikana. Kwa hiyo kodi, Sheikh ameeleza vizuri, sihitaji kuchafua, ni kwa maendeleo yetu. Na ukikwepa kodi unafanya dhuluma kwenye dini, lakini pia kwa upande wa serikali wewe unafanya jinai na unaweza kuhukumiwa na ukafungwa. Kwa hiyo mamlaka ya kodi imesikia wito, na mimi nawapongeza wa rais kwamba tukusanye kodi kwa kuheshimu utu ili kazi isonge mbele, na nyinyi mnafanya hivi. Kwa hiyo tunawapongezeni sana, ndio maana mmeweza kufikia makusanyo ya 103%. Lakini mkoa wa Mwanza kihistoria unafanya vizuri katika mambo mengi. Hata swala la hii kodi ya ndani, nafikiri mkoa wa Mwanza ni watatu kwa makusanyo ya kodi za ndani, na tulipongezwa na tunapongezwa mara kwa mara. Kwa hiyo leo nikisikia mmeshafikia 103%, ninafahamu kwamba mkoa wa Mwanza umetulia, na azma ya Rais Samia ni kwamba tukusanye kodi, lakini bila bugudha, bila unyanyasaji, na ifike mahala wanaokusanya kodi na wanaolipa kodi wawe ndugu, kama ambavyo leo tunaona vijana wa bajaji wapo, boda boda wapo, wafanyabiashara wakati wapo, vyombo vya usalama vipo, kwa sababu tunaaminiana. Ingekuwa hatuna mahusiano mazuri, inawezekana ungeandaa futari hii, lakini hawa kwa sababu na wanyanyasa wakasema hatuwezi kwenda pale. Kwa hiyo endeleeni kufanya kazi, endeleeni kuchapa kazi. TRA pamoja na yote katika Uislamu nyie tunawaita Baitul Mal. Katika Uislamu nyie ni Baitul Mal. Na haikuanza leo, muda ututoshi, na mimi kazi yangu ni kumleta mkuu wa mkoa. Ni jambo lina tarehe katika Uislamu. Na hata kabla ya Uislamu, kabla ya Mtume Muhammad, huko nyuma jambo hili lilikuwepo. Kwa hiyo hichi tunachokifanya, nyie ndio mmeshika roho ya nchi yetu. Mmeshika roho ya nchi yetu. Watanzania wote hawa wanafurahia maendeleo. Leo wakitembea kwenye barabara wanafurahi. Ndege zinawafurahisha. Nilikuwa naambiwa Mwanza peke yake kwa siku ina ruti zaidi ya 5 za ndege. Lakini unaona miundombinu inajengwa, maji, umeme, ni kazi nzuri mnayoifanya nyinyi. Nitumie nafasi hii kuendelea kuwaomba Watanzania tusimame pamoja na rais wetu kumuunga mkono katika jambo hili la kulipa kodi. Usia wangu kwa walipa kodi Watanzania wenzangu, katika Uislamu kuna kitu kinaitwa dhulma. Moja ya dhambi mbaya duniani ni dhulma. Na wakati mwingine dhulma unaweza ukamdhulumu mtu mwenzio, lakini hakuna dhulma mbaya kama kudhulumu umma. Siku ya Kiyama kila aliyedhulumiwa atakwenda mbele ya Mungu kumdai aliyemdhulumu, na ikiwa huna cha kumlipa zitachukuliwa matendo yako mema, kwa maana thawabu zako atapewa yule uliyemdhulumu. Unaonaje wewe mfanyabiashara? Umekwishaambiwa kodi yako ndio inajenga barabara, kodi yako inaleta umeme, kodi yako inaleta maji. Kile unachokifanya ndio kinafanya maendeleo ya nchi. Kitendo chako cha kukwepa kodi ni ishara umewadhulumu wa Tanzania milioni 61. Swali langu kwako, siku ya Kiyama ukifika mbele ya Mungu utaweza kuwalipa Watanzania milioni 60? Kwa sababu kitendo cha kukwepa kulipa kodi, ukaacha kulipa kodi, maana yake serikali ishindwe kulipa mishahara, serikali ishindwe kuleta maji, ishindwe kuleta umeme, ishindwe kujenga barabara, ishindwe kutujengea meli, ishindwe kumaliza daraja la Busisi na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja wewe uliokwepa kodi au uliogoma kukwepa kodi, kimungu una dhambi ya kukwepa na dhambi ya kufanya dhulma. Lengo kubwa kama nilivyosema ni kuendeleza jukumu letu la kutoa shukrani. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nawashukuru sana wananchi wa Mwanza. Mwezi huu tunaongea ambao tunamaliza Jumatatu,
serikali mkoa wa Mwanza tumeshavuka malengo yetu kwa asilimia 100. Kwa hivi kwa namna yoyote ile tukisema mlikuwa mnafanya nini, tulikuwa tunawashukuru wananchi wa Mwanza kwa kulipa kodi kwa hiari. Hivi tunapoongea kuna mikoa bado inahangaika kufikia hilo lengo, lakini sisi Mwanza leo tuna asilimia 104. Nawashukuru sana. Kwa namna pekee naomba ni mabalozi, niwaombe mabalozi wetu, mwambie na wenzetu waliobaki kule wawe na moyo wa kulipa kodi, ili tuisaidie serikali inayoongozwa na rais wetu Samia Suluhu Hassan Daktari, ili kuweza kufanya maendeleo yale waliyopanga kuyafanya. Pesa hii ndio inatakiwa kwa ajili ya mashule, hospitali, barabara. Nafikiri nyote mnashuhudia madaraja sasa hivi na reli inajengwa mwendo kasi. Tuende tukaingizane duniani kwa maendeleo ya nchi yetu, na namna pekee ya kusaidia kuhamasisha hili, naomba niwakumbushe, msisahau dai risiti kila mnapofanya manunuzi, msisahau kutoa risiti kila mnapofanya mauzo. Kama mtaona tumejitahidi sana kuwa tunatoa elimu kuliko kutoa adhabu. Tulikuwa tuna kawaida ya kutoa adhabu kila tunayekuta, lakini sasa hivi tumebadilisha, nasema tutakuelimisha mpaka utaelewa. Na